Karibu kuweza kusikiliza radio yetu ya Pepele News. Hivyo tunayo furaha kubwa kukuletea taarifa hizi za habari kwa saa hizi za mchana wa siku ya leo, tukiwa tarehe 13 Julai mwaka huu 2026. Pepele News inazidi kukuletea habari kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tutazungumzia namna gesi FDLR imeweza kukubali kuweza kuweka silaha chini na kuacha kuweza kugombanisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeweza kusema kuhusu jambo hilo, na hivyo inaelekea kuwa ni hatua muhimu katika operation za kijeshi ambazo zinazidi kufanywa. Fuatana na Pepele News ili kupata habari hizo kwa ukamili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa imepiga hatua muhimu katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi baada ya kundi la waasi wa FDLR kukubali kusaini makubaliano ya kuanza mchakato wa kuweka silaha chini, kuondoka katika shughuli za kijeshi na kuwekwa kwenye kambi maalumu. Tangazo hilo limetolewa Jumanne tarehe 28 Julai mjini Kinshasa na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Kwa mujibu wa serikali, makubaliano hayo ni sehemu ya juhudi za kutekeleza ahadi za amani na pia kuondoa sababu ambazo Rwanda imekuwa ikizitaja kuhalalisha uwepo wa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri Floribert Anzuluni amesema kuwa katika hatua ya kwanza viongozi wa FDLR wamekubali kuingia katika mchakato wa kuachana na shughuli za kijeshi, kuvua silaha na kuwekwa katika kambi maalumu za mpito. Hata hivyo, amesema kuwa kundi hilo linawasilisha masharti kadhaa kabla ya mchakato huo kuanza kutekelezwa. Akinukuliwa, Floribert Anzuluni amesema hivi: FDLR wamekubali kuanza mchakato wa kuachana na shughuli za kijeshi, kuvua silaha na kuwekwa kambini. Sharti la kwanza ni kuhakikisha kwamba kambi zitakazowapokea zinakuwa salama na zina mazingira mazuri ya kuishi. Hiyo ilikuwa ni maneno ambayo Floribert Anzuluni aliongea kwenye mkutano huo. Kwa mujibu wa waziri huyo, viongozi wa FDLR wanasema wameweka sharti hilo kutokana na uzoefu wa nyuma ambapo baadhi ya juhudi za kuwaondoa vitani zilishindwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika maeneo ya kambi. Sharti la pili lilitolewa na FDLR lilikuwa kurejeshwa kwa wapiganaji wao nchini Rwanda. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, wapiganaji hao hawatalazimishwa kurejea Rwanda, bali kila mmoja atafanya uamuzi huo kwa hiari yake mwenyewe. Akifunua suala hilo, Floribert Anzuluni alisema hivi: hakutakuwa na mtu atakayerejeshwa Rwanda kwa nguvu. Kurudi nchini Rwanda kutategemea uamuzi wa hiari wa kila mpiganaji. Serikali imekubali masharti hayo kwa kuwa yanaonekana kukubalika. Mbali na hatua ya kuvua silaha, serikali imesema FDLR pia wamekubali kuwa katika hatua ya pili watalivunja rasmi kundi lao na kusitisha shughuli zote za uasi. Tangazo hilo linakuja wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia na za kijeshi zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa imeamini kuwa kutekelezwa kwa makubaliano hayo kunaweza kuondoa sababu zinazotolewa na Rwanda kuhusu uwepo wa vikosi vyake nchini DRC na hivyo kusaidia kupunguza mvutano wa usalama katika maeneo fulani ya mashariki mwa DRC. Inafaa kukumbuka kuwa operesheni ya kuwasaka na kuwavua silaha na kuwarejesha waasi wa FDLR ilizinduliwa tarehe 23 Machi mjini Kisangani na jeshi la FARDC. Hata hivyo, hadi sasa hakukuwa na maendeleo makubwa yaliyokuwa yameripotiwa kabla ya kutangazwa kwa makubaliano haya mapya.
Hiyo ndiyo taarifa kuu, na ilikuwa inahusu hatua mpya iliyotangazwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato wa kuwavua silaha waasi wa FDLR. Sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika utekelezaji wa makubaliano hayo na mchango wake katika kuimarisha amani na usalama wa mashariki mwa DRC.